Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA ni miongoni mwa wadau muhimu sana katika maonesho haya ya 8 ya kilimo yanayofanyika hapa jijini Dodoma katika viwanja vya Dr. John Malechela. Tuko katika banda lao leo, tunaenda kuzungumza nao, wataenda kutueleza ni bunifu gani ama elimu gani ambazo wamewaletea Watanzania katika maonesho haya. Muda huu tunaenda kujikita zaidi leo tunaenda kujikita zaidi katika vyuo vya VETA vinavyotoa mafunzo ya ufugaji. Hapa tunaenda kuzungumza na wataalamu, walimu, lakini pia wanufaika wa mafunzo katika vyuo hivi. Karibu 88, karibu katika banda la VETA. Kwa majina naitwa Daktari Crispin Mkopi, ni mkufunzi mwandamizi kutoka kwenye chuo cha VETA Singida. Ni chuo kimojawapo ya taasisi ya VETA Tanzania, ambacho kwenye taasisi yetu ni chuo pekee ambacho tunatoa fani ya afya ya wanyama na uzalishaji, lakini pia tuna fani nyingine nyingi ambazo zinapatikana kama zinavyosomeka pale kwenye bango, lakini pia tuna fani nyingine ya mfano ambayo ni umeme jua, solar installation, solar power installation. Kwa hiyo ni fani mojawapo zinapatikana katika chuo chetu cha VETA Singida. Tunawakaribisha vijana, wananchi na jamii yote kwa ujumla inayopatikana ndani ya mkoa na nje ya mkoa wa Singida, waje wapate ujuzi uliokuwa mzuri kwa ajili ya kukomboa uchumi, lakini pia kuongeza kipato katika kazi zao za mikono. Kwenye 8 hii ambayo ni yenye kauli mbiu ya tambua soko, ongeza tija na kutekeleza dira ya 2050. Sisi kama chuo cha VETA Singida tumetambua soko, lakini pia tumeongeza tija kwenye bidhaa zetu ambazo tunazizalisha pale chuoni. Kwenye 8 hii tumekuja na bidhaa, tumeongeza tija kwenye maziwa, ambao kwenye maziwa tumepata product mbalimbali ambazo zinaongeza pia kipato kwa chuo, lakini pia hata mwananchi wa kawaida anaweza akaja kujifunza kupata ujuzi ya kuongezea thamani maziwa haya ya wanyama ambao ni ng'ombe. Unayaongezea thamani kwa kutengeneza mtindi, na pia unaongezea thamani kwa kutengeneza bidhaa zingine za maziwa kama yogurt na hii siagi. Kwenye 8 hii sisi kama VETA Singida tumekuja na bidhaa yetu ya chakula cha mifugo ambayo inahusika kabisa na ufugaji wa kuku wa nyama na kuku wa mayai. Kwa hiyo tumeamua tutatue changamoto kubwa ambayo iko kwa wafugaji sasa hivi, jinsi ya upatikanaji wa chakula, lakini pia jinsi namna bora ya kutengeneza chakula kilichokuwa bora kwa ajili ya kuongeza tija kwenye ufugaji. Hivyo tumekuja na hii bidhaa na tunatoa haya mafunzo kwenye chuo chetu cha VETA Singida. Utayapata kwa muda mrefu, lakini pia utayapata kwa muda mfupi. Ndani ya wiki 2 mpaka miezi 3 utaondoka na ujuzi na unaendelea kufanya kazi zako kwa ubunifu na ufanisi. Naitwa Theodora Kiungu, natokea VETA Dakar Morogoro, ni mwalimu wa mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Katika maonesho haya tumewaletea bidhaa tofauti za ufugaji wa nyuki. Tumetambua soko la ufugaji wa nyuki linazidi kukua, lakini pia tunahamasisha wananchi waje kujifunza ili waweze kuongeza tija kwa kuongeza thamani mazao ya nyuki. Katika maonesho haya tumekuja na bidhaa tofauti, tumekuja na nta kama inavyoonekana hiyo hapo, lakini pia tuna asali ya nyuki wadogo, lakini pia tuna asali ya nyuki wakubwa. Sasa hivi kuna matumizi makubwa sana ya asali. Wananchi wamejua umuhimu wa asali, ndio maana wanataka kuachana na sukari, lakini wanataka waje kwenye asali. Lakini pia tunaongeza thamani mazao ya nyuki kwa kutengeneza bidhaa tofauti. Kama hapa sisi tumetumia nta ya nyuki, tumetengeneza mishumaa. Mishumaa yetu ina utofauti na mishumaa mingine kwa sababu jinsi ilivyo hivi inatumika kwanza kama pambo, lakini pia inatumika kwa ajili ya kuua mbu. Lakini pia kwa kuongeza thamani mazao ya nyuki, tumetengeneza mafuta ya mgando ambayo yanasaidia kama mtu ana shida ya magonjwa ya ngozi. Yametengenezwa na asali. Yametengenezwa na nta pamoja na asali. Yanasaidia kama mtu ana shida ya kuungua, ameungua na jua, yanasaidia hayo. Lakini pia sisi kozi yetu hii tumeiweka katika mtandao. Kama mtu yuko bize, hana muda kuja chuoni, kwa hiyo atasoma kupitia mtandaoni. Tuna mpango huu wa kuweka katika mtandao. Baada ya hapo
atakuja tu kufanya practical. Mtazamaji, bado tuko ndani ya banda na hapa tuko katika kitengo cha vyuo vya VETA vinavyotoa mafunzo ya ufugaji. Tumetoka kuzungumza na wakufunzi wa awali, lakini hapa tuko na mkufunzi katika upande wa bidhaa za ngozi. Naitwa Hamidu Shabani, mwalimu wa bidhaa za ngozi katika chuo cha VETA Dakawa kilichopo Morogoro. Hapa tumekuja kueleza hasa wale wafugaji wanaofuga mbuzi, ng'ombe, kwamba thamani ya ng'ombe haishii kwenye nyama, inaishia kwenye ngozi ama na vitu vingine pia vina thamani vile vile. Lakini vile vile niseme kwamba kwa upande wa kwetu sisi tunataka kusema ya kwamba wale wafugaji wote tunawaelimisha wajenge mabanda bora ambayo hayana mikwaruzo, nikiwa na maana kwamba yasijengwe kwa kutumia sengenge zenye miba, na wala wasiweke kwenye miba. Maanake kuna watu wanajenga mabanda ya kuzungusha tu miba yale, ama ujenzi ule unakwenda kuathirisha ngozi za wanyama wale wanapojikwaruza, hatimaye kupunguza thamani ya ngozi. Na tunaposema thamani ya ngozi, maana yake nini? Ngozi ina thamani, inaendelea kuwa na thamani mpaka kutengeneza bidhaa tulizonazo hapa kama hivi. Mnavyoona hizi bidhaa ziko safi kabisa, kwa sababu ngozi imekuwa na thamani, haina mikwaruzo. Lakini pia tunataka kuelimisha. Tunaelimisha vipi? Ngozi ina thamani kwamba unapomtengeneza unapomtunza ng'ombe wako vizuri au mbuzi vizuri bila kuwa na makovu, sambamba na kuweka alama zile kwenye mifugo. Tunaweka alama, tuna alama mbalimbali katika mifugo yetu. Tusiweke hovyo, yani tusiweke kila sehemu, kuna sehemu maalum ya kuweka alama ile. Hiyo itaongeza kipato katika ufugaji, itaongeza kipato katika nchi yetu, itaongeza uzalishaji wa bidhaa za ngozi na viatu, kwa sababu ngozi zile zitakuwa hazina dosari ndogo ndogo ambazo zinaweza kupelekea kupata uzalishaji wa bidhaa nyingi. Yes. Kwa ujumla niseme mamlaka ya ufundi stadi Tanzania VETA chini ya CPA Anthony Kasore, mkurugenzi wetu mkuu, pamoja na serikali, mpango huu ni mkubwa sana kwa ajili ya wananchi. Gharama ni ndogo kabisa, affordable. Hata mtu wa gharama ya chini anaweza kuweza kujigaramia, kwa sababu serikali ndio inamsomesha Mtanzania huyu anapopata nafasi. Yeye anatakiwa kuchangia kiasi tu cha shilingi 60,000 kwa mwanafunzi ambaye anayekwenda kwa kusoma day, manake anakwenda na kurudi nyumbani kwao, na 120,000 kwa mwanafunzi ambaye anakwenda kuishi pale chuoni. Gharama zingine zote za malighafi ya kujifunzia, serikali inatoa pesa kwa kila kichwa kinachopata nafasi ya kusoma katika vyuo vya ufundi stadi VETA. Mtazamaji, kama nilivyokueleza hapo awali, ndani ya banda hili kuna wakufunzi, lakini pia kuna wanufaika wa zile kazi ambazo zinafanywa ndani ya VETA kupitia bunifu mbalimbali. Na miongoni mwa wanufaika hao ni dada Antonia, ambaye yeye ni mnufaika katika upande wa ubunifu wa mavazi. Naweza kusema ni designer ambaye amepata mafunzo ndani ya VETA na ameweza kubuni kitu chake. Tunaenda kuzungumza naye atueleze namna ambavyo alianza na mpaka sasa hapa alipo, lakini pia anaweza kuwahamasisha vijana wenzake wasibweteke nyumbani, wafike VETA kwa lengo la kupata bunifu mbalimbali. Karibu dada Antonia. Mimi ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, nimechukua degree ya uandishi wa habari. Nilivyomaliza nikaenda VETA nikachukua kozi ya ushonaji na ubunifu wa mavazi. Nashukuru Mungu, nilivyomaliza nimefanikiwa kufungua kampuni yangu ya ushonaji na ubunifu wa mavazi, inaitwa Nsimbi Trends, na hizi ni baadhi ya kazi zangu ambazo hizi zote umebuni wewe? Ya, hizi zote nimebuni mimi. Wow. Na pia katika maonyesho haya ya Nane Nane nimekuja kuonyesha ubunifu mpya, na pia nimekuja kuwafundisha na kuwaelekeza wakulima, kuwaonyesha fursa ambayo inapatikana kutokana na mimea. Yamkini wao walikuwa hawajui kama kuna pesa inapotea pasipo wao kujua. Niko hapa kuwaonyesha, nina sample ya hii, mfano hili dafu. Hili ni dafu. Unaweza ukaona dafu hili lilikuwa hapa limeshapoteza thamani yake, limeshatumika, halina kazi tena. Lakini mimi nimeweza kulichukua hili dafu na kulichakata nikapata rangi, na nimeweza kutengenezea baadhi ya nguo. Ngoja kwanza. Yaani dafu unalichakata unapata rangi ya nguo. Okay. Yeah. Na unaweza ukaona baadhi ambazo nguo nimetengeneza kwa kutumia dafu hili ni hizi hapa.
Umeona hii rangi? Hii ni rangi ya dafu. Yeah, hiyo ni rangi. Hii ni rangi ya dafu. Yes. Hii ni rangi nilopata. Hii nguo ilikuwa nyeupe, lakini kupata hii rangi, nimepata hii rangi kwa kutumia hili dafu ambao watu wengi walikuwa wameshatupa, lakini mimi nimekuja kumwonyesha mkulima. Wanauza nazi, wanauza dafu, wanaweza wakachukua tena hii dafu wakilichakata vizuri, wakiliweka sokoni. Mimi kama designer sitahangaika mtaani kutafuta madafu yaliyotupwa, bali nitaenda sokoni nikanunua, na yeye mkulima akajipatia kipato. Na kwa majina naitwa Neema Henry Evaristi. Mimi ni mwanafunzi nilomaliza chuo mwaka jana, chuo cha Jordan University. Ulisomea nini? Nisomea ualimu. Ni mwalimu. Ukakosa ajira? Hapana, nimemaliza mwaka jana, lakini kwa sababu ni baada ya kumaliza nilikuwa na fani ya mikono, nilijifunza VETA kwenye mradi wa Bea Morogoro. Kwa baada ya kumaliza, kabla ya kumaliza nilikuwa huko naendelea na shughuli zangu. Kwa hiyo nikaenda kujiendeleza, nikasomea ualimu Jordan University. Baada ya pale nikaona kwa sababu VETA ina manufaa kwangu na inanilipa zaidi, basi naendelea na shughuli zangu kama mnavyoniona. Lakini pia naweza kushukuru Mungu kwa kupitia VETA nimeweza kufanya vitu mbalimbali. Moja, nimeweza kufungua taasisi yangu binafsi. Ya kwako inaitwa? Ya kwangu inaitwa Nailoyo Vocation Training Center. Bidhaa hizi? Yes, tunadili na upambaji, tunadili handicraft, tunadili na ususi na urembo, lakini vyote hivyo nilijifunza kutokea VETA Morogoro kupitia hiyo short course ya muda mfupi. Jina langu ni Yusufu Emmanuel Mkahala kutoka chuo cha VETA Tanga. Katika maonyesho haya ya 88 nimekuja na swala zima la utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazowakumba wafugaji. Tumetambua soko tulilotambua ni kwamba wafugaji wengi wanashindwa kufuga kwa faida kwa kuwa wamekosa vitendea kazi na malisho sahihi kwa ajili ya kuendesha mifugo yao. Na ndiyo maana kwa kutambua soko hilo tumekuja na mashine hii hapa, mashine ambayo kwa njia moja au nyingine inaweza kutengeneza vyakula mbalimbali ambavyo kuanzia vifaranga vya siku moja mpaka wale kuku wakubwa kabisa. Inasaga pamoja na kuchanganya. Na kimsingi utakuja kukuta kwamba kwa mfano hiki ni chakula ambacho kitatumika kwa ajili ya vifaranga wadogo wa siku moja mpaka wiki 3, ambapo baada hapo kuna kuwa na chakula hiki hapa ambacho ni kwa ajili ya kuku wakubwa. Lakini pia tumekuja na hoja moja kwamba tumetambua fursa hii kwamba tunapokuwa tunatumia mayai ambayo tunasema ni kuku wa kisasa, lakini sasa wateja wanashindwa kutofautisha ni nani anafanya yai liwe na sifa halisi. Ndipo sasa tumekuja na material hizi ambazo tunazichanganya kwenye mashine zetu. Tunakuja kwenye chakula hiki sasa tumekichanganya, ambacho kwa kutumia chakula hiki kinakwenda kubadilisha kile kiini cha yai kwa hawa kuku wa kisasa na kufanya mayai yale yauzike kwa thamani ya kuku wa kienyeji, ambapo hapo sasa ndipo tunaongeza tija kwa yanapendwa na wateja walio wengi. Lakini